hapa kuna mahesabu ya kufanya kwamba siku ya alfajiri ama masaa ya alfajiri ni masaa yako ambao uko kwenye ujana wako, wakati ambao umezaliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini yale masaa ya saa 9, saa 11 ni masaa yako ambao uko karibu kurudi mbinguni. Maana kuna wakati wa kuzaliwa, wakati wa kufa. Kumbuka kwenye kitabu cha Mathayo mlango wa 20 ule mstari wa 6 anasema ya kwamba Yesu anawauliza ama Mungu anawauliza, kwa nini mmekaa sokoni mchana kutwa? Ina maana kuanzia alfajiri mpaka hii saa 11 ambao wamekuja kupewa kazi walikuwa wako sokoni. Ina maana walikuwa wanaishi hapa duniani tu hiyo miaka yote, lakini hawakuwa wameanza kazi. Hawakuwa wamefanya nini? Hawakuwa wamepewa kazi. Wanalaumu, wanasema kwa maana hatukupewa kazi. Lakini naye Yesu anauliza, mbona mko hapa? Ile neno mbona inamaanisha kwamba walistahili kuwa wameingia kwenye utendakazi. Walikuwa wanastahili kuwa muda tu wameingia katika utendakazi, lakini kwa sababu ya kukosa kusisitiza kuomba ile kazi, wakawa bado hawajaingia kwenye utendakazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Wakawa hawajaingia kwenye utendakazi. Kwa hivyo kuna watu kwa sababu ya kukosa kuomba, huyu mtu akiwa na miaka 70, akiwa na miaka 60, ndio unashangaa kwamba anaanza kufanya kile ambacho kilimleta hapa duniani. Baada ya miaka kama 10, 20 yule mtu ameshakufa. Maana kuna wakati wa kuzaliwa na wakati wa kufa. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo hii ningependa uniahidi kitu kimoja, kwamba utatia bidii sana ili uone kwamba kile ambacho ulikuja kufanya hapa duniani umekijua, uko na experience ya kutosha na masomo ya kutosha kuhusiana na hicho kitu, na bado utakaa kwenye nafasi ya kutosha yako ya kumuita Mungu ili Mungu aje kukupa hiyo kazi kwa wakati, ili ufanikiwe kwa wakati. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana bila hivyo mavuno yatabakia kuwa mengi, lakini watendakazi wao wachache. Mungu anaposema mavuno ni mengi na watendakazi ni wachache, anamaanisha ako na kazi mingi sana za kuwapea. Ako na vitu vingi, baraka mingi za kuwapea. Lakini shida ni kwamba watu wengi hawajajitambua, hawana experience ya kile wanafaa ukifanya kazi. Lakini kama wamejitambua na wanajua kile cha kufanya, wengine hawajaomba Mungu kazi ili awapee. Wanatumia experience zao. Wanaenda kuungana ili waingie kwenye nafasi, wakati ule sio njia ya Mungu. Maandiko yanasema, ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ule mstari wa 8 inasema, kulipo kuchwa, yule bwana wa shamba akawaambia msimamizi wake, waite wakulima walipe ujira wao, ukianzia wa mwisho hata wa kwanza. Maandiko yanasema ya kwamba ukafika wakati sasa wa kupewa mshahara. Maana hakuna kazi inanga mshahara. Kila kazi yoyote ambayo utamuomba Mungu akupee, Mungu akikuingiza kwenye hiyo nafasi, ujue ni bila shaka utafaidi. Kuna baraka ziko pale. Sasa ikafika wakati wa kulipwa mshahara. Maandiko yanasema mwenye shamba akawaita wafanyikazi wote, lakini akasema waanze kulipwa kuanzia yule ambao amekuja saa 11. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuanzia waliofanya kazi na wote wakalipwa kwa dinari moja, wakalipwa ule mshahara ambao wa kwanza alilipwa, huyu wa mwisho akalipwa hivyo hivyo. Na hii inatufundisha kitu gani? Pamoja na kuwa huyu wa mwisho amechelewa kuingia kwenye utendakazi wake, lakini ile kazi aliyoitiwa kuifanya hapa duniani ameikamilisha tayari.
ameifanya kiasi kwamba amemridhisha bosi wake. Kwa hivyo walipoanza kulipwa, wote wakalipwa kwa kiwango ambacho kinatoshana. Sasa walioanza kazi alfajiri wakaanza kulalamika, wanasema kwamba mbona umetutoshanisha, umetulipa mshahara ambao unatoshana na wale wameingia saa 11, wakati ule wao wamefanya kazi lisali moja. Mwenye shamba akawaambia kwamba mimi nafaa nitumie pesa zangu kwa namna ya vile ambavyo nitakavyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hii inatufundisha kitu ya kwanza kwamba hata kama utakuwa umechelewa katika kuingia kufanya kile ambacho Mungu alikuitia hapa duniani kufanya, as long as utaingia kukifanya, ni bila shaka Mungu atakulipa mshahara, na atakulipa ukiwa unalingana tu na yule ambaye alianza kazi alfajiri. Maana nyote mlioanza kazi, kila mtu anafanya kazi yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Na yule wa alfajiri amefanya kazi usiku mzima, lakini ujue kazi ile ile ambayo Mungu alimtoa mbinguni ili akamleta hapa duniani kuifanya, ndio hiyo tu ameifanya. Lakini huyu amechelewa, amefanya ile ile tu ambao alipewa. Kwa hivyo inawezekana mwenzako akawa amepewa kazi kidogo, mwenzako akawa amepewa kazi mingi na Mungu aifanye, na mwingine akapewa kidogo, lakini kulipwa kwa mshahara kunategemea, je, umeimaliza hiyo kazi? Ndio maana Paulo anasema kazi nimeimaliza, imani nimeilinda. Kuna kazi ambayo umekuja hapa duniani kuifanya. Ule muda utakuja kujingundua kwamba wewe ni nani na uanze kufanya hiyo kazi. Tia bidii sana uone kwamba umeimaliza, maana Mungu ataachia neema kwa wakati ule ambao utakuwa umejingundua, na atahakikisha kwamba hiyo kazi amekupea neema na amekupea nguvu na mbingu iko juu yako ili kusaidia kwa chochote kile. Ni vizuri ukafika wakati ukasema kama Paulo kwamba imani nimeilinda na kazi nimeimaliza. Bwana Yesu asifiwe sana. Usitoke hapa duniani ukaenda mbinguni ukiwa hujafanya kile ambacho Mungu alikuitia hapa duniani ukifanya. Itakuwa ni hasara. Ndio maana maandiko yanasema ya kwamba kama mtu akija duniani na akawa hajafanya kile ambacho aliitiwa kufanya, ni kama mimba ambayo ilipotea. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna assignment ambayo Mungu ameweka ndani yako. Kuna kile kilimshawishi Mungu akuleta hapa duniani. Tia bidii sana ukifanya. Maandiko yanasema ya kwamba kila tawi lizaalo ulisafisha ili lizidi kuzaa, lakini kila tawi lisilozaa uliondosha. Maandiko yanasema na shoka limekwisha kuwekwa kwenye mashina ya mti. Kila mti uzao matunda mema, kila mti usiozaa matunda mema unakatwa na kutupwa motoni. Kama Yesu akikuja akupate hujafanya kile alikuitia ukifanya, atakuondosha. Maana hautakuwa uko nje ya kusudi, utakuwa hauna maana katika ufalme wa mbinguni. Ndio maana Yesu amepita karibu na mtini, akapata ule mtini hauna matunda, pamoja na kuwa ulikuwa katika nafasi nzuri, ulikuwa mahali kuna mbolea, mahali kuna maji, lakini ulikuwa hauna matunda. Maandiko yanasema Yesu akaulaani ule mtini, akawaambia kuanzia leo mtu asile kutoka kwako. Kuna watu leo hii Mungu amewaondokea. Kuna wengine wamekufa premature death, lakini wengine Mungu amewaondokea, uwepo wa Mungu huko tena, maana huna faida katika ulimwengu katika ufalme wa mbinguni. Unajaribu kuomba Mungu ashuke akusaidie kwenye jambo fulani ukiwa kwenye shida, hawezi kushuka maana huna faida kwake. Kila mti usiozaa matunda mema unakatwa na kutupwa motoni. Kila pando lisilozaa matunda mema litang'olewa. Usije ukangojea mpaka wakati ule ambapo Yesu atakuondosha kwenye hiyo nafasi. Yesu atakuondokea, uwepo wake utakuwa huko kwako tena, wakati ule ambapo utakuwa unakwepa premature death kwenye maisha yako. Maana Yesu analindanga kile ambacho kinaleta faida katika ufalme wa mbinguni. Ndio maana anasema ufalme wa Mungu unalinganishwa na. Barikiwa sana. Nadhani itakuwa ndio sehemu ya mwisho. Fuatilia sehemu zote. Mungu akubariki kwa jina la Yesu Kristo, huyu mtu akapate kusaidika in the name of Jesus.